Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Amri iliweza kutolewa ghafla ya polisi kukamatwa kwa kuwaachilia waandamanaji waliokamatwa pasipokuwa na makosa wakati kulikuwa na maandamano humu nchini. Siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 kulikuwa na maandamano katika taifa letu la Kenya, haswa sehemu nyingi ziliweza kushuhudia maandamano makali kupinga ongezeko la bei ya mafuta humu nchini. Maafisa wa polisi waliweza kufaulu kulingana na ripoti ambazo tuko nazo kutoka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, waliweza kufaulu kuwakamata waandamanaji 348 ambao waliweza kutiwa mbaroni, huku 30 wakiwa na majeraha, wakiwa katika mahospitali mbalimbali kupokezwa matibabu, na huku 4 wakithibitishwa kupoteza maisha wakati wa maandamano hayo. Sasa hali ya wasiwasi inaendelea kutanda katika siku ya pili, lakini tunafahamishwa ya kwamba amri imeweza kutolewa. Polisi aliweza kuwaachilia waandamanaji, aliyeruhusu waandamanaji kuachiliwa amekamatwa. Sasa hivi kulingana na ripoti ambazo tuko nazo zinasema ya kwamba Central Police Station Nairobi Region OCS ambaye anaitwa Dishen Angoya amekamatwa kwa sababu aliweza kufanya kosa la kuwaachilia huru waandamanaji 64. Kabla nizame kwa undani, shukuru kwa tamamu na zama hikana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hikana, tukabidhi eleki, kuna alama ya kidole hapa chini mwakanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi eleki. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweza kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe. Tutakadi kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mwakeja TV, maana utakuwa unapokeza notification kufahamisha Mwakeja TV tumeweka kana mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Tunataarifiwa ya kwamba OCS Central Police Station Nairobi Region Dishen Angoya aliweza kukamatwa na Deputy Regional Police Commander, ndiye aliweza kutoa amri na kumkamata OCS huyu kwa kile ambacho kinasemekana amefanya kosa ambalo linajulikana in English abuse of office, yani aliwaachilia huru waandamanaji 64. Na habari zingine zimetufikia, ni wazi kwamba huyu Dishen Angoya anadaiwa kuwa na ugonjwa wa high blood pressure, jambo ambalo liweza kulazimisha kushughulikiwa uchunguzi unapoendelea dhidi yake. Kuna maswali ambayo tunajiuliza ya msingi na tunashindwa kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea. Serikali inajigeukia yenyewe na kukamata wale ambao wanaitumikia hiyo serikali. Inawezekanaje huyu polisi ni wa serikali ya Rais William Ruto sasa, lakini baada ya kuwaachilia huru, unajua inasemekana ya kwamba yeye OCS huyu aliona waandamanaji hawa ambao walitiwa mbaroni hawakuwa na makosa, akawaachilia huru wakaenda 64. Kumbe amefanya kosa, na kuna uwezekano kuna waandamanaji ambao waliweza kutiwa mbaroni pasipokuwa na makosa. Unajua wakati maandamano yanatanda, kuna wale ambao maandamano yanawapata hawakuwa wanaandamana lakini wanakamatwa. Kuna swali ambalo tunajiuliza, wale ambao walikuwa wanaandamana walifanya kosa lipi? Je, katiba ya Kenya inaruhusu wa Kenya kuandamana? Ndio. Wapi kumeandikwa? According to the Constitution of Kenya, which was promulgated back in the year 2010, it clearly states Article 37 inasema ya kwamba
assembly, yani kujumuika pamoja, demonstration, picketing and petition, yani hayo yanaruhusiwa. Maandamano yanaruhusiwa kikatiba, kumaanisha wale ambao walikuwa wanaandamana hawakuwa na makosa kwa sababu walikuwa wanawasilisha maombi, haswa ni kipi ambacho wanataka kifanyike. Walikuwa wanaandamana kuwasilisha ujumbe kwa serikali ya Rais William Ruto kuhakikisha ya kwamba wametuliza mawimbi na kupunguza bei ya mafuta, kwa sababu bei hii ya mafuta ilienda juu. Sasa hivi inauzwa kwa shilingi 214 kwa lita moja ya petroli. Dizeli ikapandishwa kabisa hadi ikafika sijui 246, lakini baada ya mawaziri wana wa serikali ya Rais William Ruto kukaa chini na washikadau wa sekta ya usafiri ama uchukuzi humu nchini, wakaondoa shilingi 10 peke yake kwa dizeli, na sasa inauzwa kwa shilingi 232. Really? Sasa Wakenya walikuwa wanaandamana, wanaruhusiwa na katiba. Kuandamana kwao ndio kuliweza kulazimisha serikali kupunguza shilingi 10 kwa dizeli. Je, makosa gani hawa ambao walitiwa mbaroni walifanya? Kama walifanya makosa, mbona serikali ikaenda kupunguza shilingi 10 kwa dizeli? Kumaanisha walipunguza kwa kuwasilisha maombi, kile ambacho wanataka serikali ikishughulikie. Kumbe wamefanya makosa. Sasa huyu OCS yeye aliona, kwa kusema ukweli hadisi, sioni kama kuna makosa. Hawa ambao walikamatwa nitawaachilia, akawaachilia. Kumbe amejiweka motoni, akajikamata yeye mwenyewe. Sasa ndiye yuko pale korokoroni kwa kuachilia waandamanaji ambao hawakuwa na makosa kulingana na fikira zake, kwa sababu aliona hamna makosa. Sasa inasemekana ya kwamba amefanya makosa, abuse of office, ameenda kinyume na sheria za afisi. Hizi ni gani? Huenda hawa waandamanaji wangetozwa faini walipe kitu kidogo ndio ama wafikishwe mahakamani wasomewe mashtaka dhidi yao. Sasa amekamatwa, lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hizi. Tutakapozipata tutawaeleza ni kipi ambacho kinaendelea. What do you think? Je, unaunga mkono uamuzi wa OCS Dishen Angoya kuachilia huru waandamanaji 64? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi na kukueleza yale ambayo yanaendelea kuhusiana na maandamano nchini Kenya na kamata. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe hapa chini ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribe. Tunakandika kule kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tunapoziweka katika mtandao huu wetu wa Umo Kenya TV. Sambaza link ya kanda hii kuelekea group 1 au 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asante sana ladies and gentlemen. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.